Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya story kubwa ambayo imeweza kutrend sana kwenye mitandao ya kijamii siku leo, lakini pia imeweza kubeba headline kubwa, ni baada tu ya siku ya jana Esma Platinum, dada kipenzi wa msanii Diamond Platinum, kuruka live kupitia ukurasa wake wa TikTok na akawa anajadili mada kuhusiana na mahusiano ya karibu kati ya mtu na mjomba wake, kati ya msanii Diamond Platinum pamoja na mtoto wake wa kwanza Esma, ambaye ni huyo anajiita au anaitwa Taiya. Sasa ukiangalia kuna uhusiano wa karibu sana kati ya Diamond pamoja na Taiya, yani tunaweza kusema upendo uliopo kati ya Diamond pamoja na Taiya ni upendo mkubwa sana. Mwingine au mtu ambaye hafahamu kama Diamond ni mjomba wa Taiya, mtu mwingine anaweza akasema kwamba Taiya ni mtoto wa msanii Diamond Platinum, kwa sababu Diamond anampenda kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia majukumu mazito ambayo Diamond ameamua kuyachukua kwa huyu mtoto, basi tunaweza kusema wao, hii familia ya msanii Diamond Platinum ina ushirikiano wa hali ya juu sana. Sasa Esma Platinum namna ambavyo aliruka live siku jana kupitia ukurasa wake wa TikTok, akaamua kuelezea haya mahusiano, lakini pia akaamua kuelezea huu karibu kati ya mtu na mjomba wake, kwa sababu baadhi ya mashabiki wengine wakiwa wanahisi kwamba huenda basi huyu mtoto ni mtoto wa msanii Diamond Platinum, labda Esma Platinum ameamua tu kuchukua jukumu la kusema yeye ni mama yake, lakini sivyo, kwa sababu kuna story ambazo zilikuwa zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba msanii Diamond Platinum ana mtoto wa kike ambaye ni mkubwa tu, lakini bado hajaamua kumuonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Sasa maswali mengi yakawa wameibuka, wengine wakawa wanadai huenda basi Esma Platinum aliamua kuchukua jukumu la kusema huyu ni mtoto wake, lakini wamemficha nyuma ya pazia, huenda huyu mtoto ni mtoto wa msanii Diamond Platinum. Sasa Esma siku jana, namna ambavyo ameruka live kupitia ukurasa wake wa TikTok, akaamua kuelezea wazi ni kitu gani ambacho kinaendelea kati ya mtu na mjomba wake, kwa sababu huu upendo umezidi, huu upendo umepitiliza. Na ukiangalia Taiya aliondoka kuishi na mama yake ambaye ni Esma Platinum, akaamua kuishi na msanii Diamond Platinum. Kwa sasa hivi tunaweza kusema Taiya anaishi nyumbani kwa msanii Diamond Platinum. Sasa Esma namna ambavyo alieleza, kwanza kabisa alidai msanii Diamond anampenda sana Taiya, lakini sio tu Diamond anampenda Taiya, na Taiya anampenda sana mjomba wake kipenzi ambaye ni msanii Diamond Platinum. Akakazia na kuongezea na kudai kwamba hata mkiwa ameenda shopping, labda Esma ameenda shopping na Mama Dangote na Taiya, unaambiwa Taiya mara nyingi sana yeye anatembelea katika sehemu ya vitu vya kiume, ili mradi amnunulie mjomba wake zawadi, amnunulie saa ya dhahabu, amnunulie cheni ya dhahabu, amnunulie, yani unaambiwa Taiya mara nyingi sana zawadi ambazo anampatia Diamond, basi hata mke wake Diamond hampatii kama ambavyo Taiya anampatia. Yani Taiya ni mtu ambaye anampatia sana Diamond zawadi, lakini pia ni mtu ambaye anapenda sana kumfanyia surprise Diamond Platinum. Yani ni watu ambao wana mahusiano ya karibu sana. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatusababisha tuendelee kuamini Taiya na mjomba wake ni watu ambao wana upendo wa dhati. Kuna siku Mama Dangote aliwahi kuandika katika page yake ya Instagram kwamba Taiya anaenda shule, msanii Diamond atamisi sana Taiya. Ni nani jamani ambaye atamtengea chakula Diamond? Ni nani ambaye atampasia kanzu zake? Sasa maswali yaliibuka kweli kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakiwa wanadai Zuchu wanafanya kazi gani, lakini Taiya na mjomba wake hauwezi kuwatoa. Hao watu wanapendana sana, hao watu ni watu ambao wana ukaribu wa hali ya juu. Lakini pia Esma Platinum kitu kikubwa ambacho alikizungumza ni kuhusiana na swala la Diamond kumsomesha Taiya, kwa sababu ukiangalia msanii Diamond yeye ndio amechukua jukumu zima la kumsomesha, kumlipia ada ya shule, kufanya mambo yote ambayo mzazi angetakiwa kuyafanya. Sasa Esma Platinum anakuambia yeye mwanzoni kabisa alikuwa anaishi na mtoto wake Taiya vizuri, lakini pia alikuwa anamsomesha, school fees alikuwa analipa yeye peke yake. Na Esma anakuambia kutokana na majukumu yake ya kazi, mara nyingi sana alikuwa anampeleka Taiya boarding school ili mradi tu aweze kufanya shughuli zake zingine, na anakuambia yeye ndiye ambaye alikuwa anamlipia Taiya shule, lakini pia yeye ndiye ambaye alikuwa anachukua jukumu zima la Taiya. Sasa baadaye anakuambia Taiya akaanza kuumwa sana, yani huko boarding school alikosa mtu wa kumsisitiza chakula, na unaambiwa Taiya ni mvivu sana wa kula. Sasa Esma anakuambia baadaye basi Diamond alipopata taarifa kwamba Taiya anasumbua kula shuleni, mara nyingi sana anaumwa, sasa akaongea na Esma akamwambia, namuomba huyu mtoto, naona kama vile wewe upo busy na mambo yako bila kujali afya ya mtoto. Sasa Diamond ndipo ikaanzia hapo.
Esma Platinum anakuambia Diamond akamwambia namuomba huyo mtoto niishi naye, nimlee, nimwangalie, mama yuko hapa atamwangalia kwa ukaribu zaidi. Kama ni hiyo swala la kutokupenda kula, basi hapa tutamsisitiza mpaka atakaa vizuri zaidi. Na Esma anakuambia Taiwa bado alikuwa mdogo kipindi hicho, basi akaamua kumpatia msanii Diamond huyo mtoto. Na Diamond akamwambia dada, huyu mtoto kuanzia leo ni wa kwangu wala sio kwako kwa sababu umeshindwa kumlea. Esma Platinum anakuambia sio kwamba alishindwa kumlea, kosa ule muda wa kusema kukaa nyumbani na mtoto, na yeye ukiangalia ni mama ambaye ni mtafutaji, anahangaika huko na kule ili mradi tu aweze kupata riziki. Sasa swala zima la kusema ampeleke mtoto shule ya day kwenda kumchukua kurudi, basi ilikuwa ni swala ambalo ni kipengele sana kwa upande wake. Sasa Diamond kuanzia hapo akaamua kuchukua jukumu zima la Taiya, kumlea Taiya na kupambana naye mpaka hapo Taiya alipofikia. Basi ni nguvu za msanii Diamond Platinum, na kitu ambacho Esma Platinum mpaka leo hii anajivunia. Anakuambia Taiya ni mtoto ambaye ni msikivu sana, lakini pia ni mtoto ambaye ana akili, na ndio maana Diamond anampenda. Yani mara nyingi sana Taiya ripoti zake za shule anampatia Diamond kama baba yake, baba au anamwambia mjomba, anko, naomba uangalie ripoti yangu ya shule hii hapa, nimefaulu, nimefanya vizuri, lakini kuna somo hili nimeanguka. Yani story fulani hivi kama mtu na baba yake. Na ukiangalia Diamond ameamua kuchukua jukumu la huyu mtoto, basi tunaweza kusema Esma Platinum ana bahati ya hali ya juu kuwa na kaka kama Diamond Platinum. Ameamua kumlea mtoto wako, kumwangalia, kumlipia ada ya shule, sio jambo la kawaida. Kuna wengine wana makaka zao na wanahangaika kwenye maisha lakini hawasaidiwi, lakini kwa Diamond imekuwa ni tofauti. Diamond ameamua kumchukua Taiya, anamsomesha, anampatia kila kitu. Na mara nyingi sana Esma anakuambia inaweza ipite hata wiki 2 Taiya hajampigia simu kumsalimia, lakini haiwezi kupita siku moja Taiya hajampigia simu msanii Diamond Platinum kuongea naye, kuzungumza naye, kucheka naye, kufurahi naye, ili mradi tu aendelee kufurahia siku yake. Lakini kwa Esma imekuwa ni tofauti, mpaka Esma anakuambia yeye kama mama anajisikia vibaya, anaona kama vile mbona kama vile huyu mtoto amenitenga, mbona kama ni kweli Diamond huyu mtoto amemchukua kutoka kwangu moja kwa moja. Lakini tunaweza kusema ni upendo tu kati ya mjomba na mjomba wake, na tunaweza kusema Esma anatakiwa kufurahia hichi kitu ambacho kinaendelea kati ya Taiya pamoja na msanii Diamond Platinum, kwani Diamond anamtakia mema Taiya, anatamani sana afike mbali, na ndio maana anampeleka shule za gharama ili mradi tu Taiya aweze kutimiza malengo yake katika swala zima la kielimu. Na huo ndo uhusiano kati ya Diamond pamoja na Taiya, mtu na mjomba wake hawa, ambao mara nyingi wamekuisha kuonekana kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanafurahi maisha yao, wakiwa wana enjoy, lakini pia wakiwa wanakula bata. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Unafikiri Esma Platinum amekosea kweli kumpatia Diamond Platinum Taiya amlee, au yupo sahihi? Lakini pia hapo baadaye itakuwaje Taiya akija kufanikiwa au akija kuwa mtu anayejitegemea? Mapenzi makubwa yataangukia kwa nani? Hapo mimi naona mapenzi yataangukia kwa Diamond, lakini wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Toa maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, like na turn on notification.